Tukianza na taarifa ya tanzia ni kwamba simanzi imetanda katika kijiji cha Bulaga huko Budalangi katika kaunti ya Busia baada ya mwanaume na wanawe wawili kuchomeka kwenye mkasa wa moto usiku wa kuamkia leo. Haya yanajiri huku watu wengine wawili, mtu na mkewe, kuaga dunia baada ya mume kumuua mkewe na kisha kujitoa uhai katika eneo la Kuresoi, kaunti ya Nakuru. Mwanahabari Electin Odera na matukio haya ya kushangaza. Katika mkasa huo wa moto wa mwendo wa saa 7 usiku, baba na wanao wawili, mmoja wa gredi ya kwanza na mwingine wa gredi ya 7, walichomeka kiasi cha kutotambulika baada ya moto kuteketeza nyumba yao. Kulingana na majirani, walijaribu kuuzima moto huo lakini hawakufua dafu. Naibu wa chifu wa Budalangi Oscar Ngira anasema uchunguzi tayari umeanzishwa. Wakati wamefika ground, wamepata moto ungali unaelea katika nyumba hile, na wao waathiriwa wakiwa wangali wanaungua kulingana na jinsi ambavyo walikuwa. Miili ya watatu hao ilipelekwa katika makafani ya hospitali ya Port Victoria. Kwengineko, wakazi wa Kuresoi, kaunti ya Nakuru, wamegubikwa na mshangao baada ya mwanamume wa miaka 33 kudaiwa kumuua mkewe na kisha kujitoa uhai. Wawili hao walipatikana ndani ya chumba chao na wakazi wakiwa wamefariki, mwanamke akiwa amegongwa na kifaa butu kichwani. Nikaingia mpaka kwa nyumba mahali walikuwa ni ya mtoto wangu, lakini niliingia kwa bedroom. Nikapata vile ilikuwa, nikahuzunika sana na nikapungukiwa na nguvu kabisa. Hata saa hii nasikia sina nguvu hata ya kuongea. Wanao ndio waliwajulisha majirani kuhusu tukio. Naomba tu mtu akiwa na shida, hata mimi niko na boma, nikiwa na shida nisinyamaze. Ni heri nitoke niongee na mtu mmoja wawili anipatie maarifa, la sivyo niondoke tu, kosa niondoke. Kama niko na pressure ikuwe chini na mambo itaendelea kuliko kuchukua hatua au mwishowe inakuwa ni mambo ambayo haifai. Mili yao ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Molo. Electin Odera, NTV.